Kwenye medani ya vita huko Mashariki ya Kati, mambo kwa upande wa Marekani yanakuwa ni magumu kidogo baada ya hapo jana ndege zake 3 kuweza kushambuliwa na vikosi vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC. Sasa imeingia siku ya pili leo hii ambapo msako wa kumtafuta mwanajeshi wa Marekani aliyepotea baada ya ndege ya kivita kudunguliwa kusini mwa Irani unaendelea kwa siku ya pili, ambapo Marekani wanazidisha operesheni zao za kuweza kufanya utafutaji huo mkubwa kabisa ili kuweza kumpata rubani huyo ambaye alisalia. Na rubani ambaye anatafutwa kwa hivi sasa alikuwa ni afisa wa mifumo ya silaha, yani weapon system officer wa jeshi la anga la Marekani. Jana ripoti zilieleza kwamba Marekani iliweza kumpata rubani mmoja, yani mwanajeshi mmoja aliweza kupatikana. Sasa ambaye anatafutwa kwa hivi sasa ni huyo mmoja ambaye hajulikani alipo mpaka hivi sasa, ikiwa imeingia siku ya pili, huku msako mkali ukiwa unaendelea. Lakini pia kwa upande wa pili, maafisa wa Irani wameripotiwa kutoa zawadi ya takriban paundi 50,000 sawa na dola 66,100 kwa yeyote atakayetoa taarifa zitakazosaidia kumpata mwanajeshi huyo, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali. Kwa pesa ambayo Irani wameweza kuiahidi, ukigeuza kwa thamani ya shilingi ya Kitanzania ni sawasawa na zaidi ya shilingi milioni 171 ambayo wameweza kuiahidi kwamba kwa yote yule ambaye atafanikisha au atakayetoa taarifa zitakazosaidia kumpata mwanajeshi huyo, basi zawadi hiyo itaweza kutolewa. Hii ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Irani. Sasa wachambuzi mbalimbali wanaeleza kwamba hali hii ni ya hatari kubwa sana kwenye medani ya vita, kwa sababu kuna athari ambazo zinaweza zikatokea kwamba iwapo mwanajeshi huyo atakamatwa na picha zake kuweza kusambazwa, Irani inaweza kupata ushindi mkubwa wa propaganda ya vita, na pia inaweza kuchukuliwa kama ni moja ya sababu kubwa kabisa ya kuiforce Marekani kukaa kwenye meza mazungumzo, lakini Irani ikilenga zaidi upatikanaji wa makubaliano kuhusiana na matakwa yake pekee. Yani hawatozingatia kitu chochote isipokuwa wao wataishinikiza Marekani ikubaliana na masharti ya Irani. Hivyo ndio maana Marekani wametilia mkazo kwenye siku ya pili kuweza kumtafuta rubani ambaye hadi hivi sasa hajulikani alipo, baada ya jana Irani kuweza kulenga ndege za kivita za Marekani huko kusini magharibi mwa Iran. Kufuatia taarifa ambayo aliweza kuitoa msemaji wa jeshi la Iran, akaeleza kwamba wao kwa hivi sasa wanachokifanya, wanatumia mbinu yao mpya na wameweza kuitoa mifumo yao ya ulinzi wa anga mipya kwa ajili ya kuweza kudungua ndege zote za Marekani, kitu ambacho kimeleta maswali mengi sana kwenye uwanja wa vita. Lakini vile vile jinsi ambavyo alimezungumza msemaji huyo, alisema kwamba mifumo yetu mipya ya ulinzi wa anga imeanza jana kuoneshwa mmoja baada ya mwingine, ikiwa ndio mwanzo tu, na mmeona namna Marekani alikuwa na Ijumaa mbaya sana tukidungua ndege zake kwa starehe. Hii itaendelea mpaka pale ambapo dunia itafahamu Marekani si chochote dhidi ya jeshi letu, asitoke vitani wala asitangaze amani. Sisi tupo kumfundisha somo ambalo hatorudia. Huyo ni Ebrahim Zogafari, msemaji wa jeshi la Iran, amezungumza siku ya hii leo kutokana na kile ambacho amekifanya siku ya hapo jana. Basi kwa taarifa nyingi zaidi, mtazamaji wetu, ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.